Ni saa 12 kamili Afrika ya Kati, saa 1 kamili Afrika Mashariki. Heri ya sikukuu ya Christmas msikilizaji popote pale ulipo. Karibu katika Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii. Maelfu ya waumini wa Kikristo na watalii wakusanyika mjini Bethlehem kushiriki ibada ya sikukuu ya Christmas katika hekalu alikozaliwa Yesu kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa vita huko Gaza. Wakati mataifa ya Afrika Mashariki yakiungana na Wakristo wengine duniani kuadhimisha kumbukizi ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, Kanisa Katoliki la waasa Wakristo kuwa watu wa haki. Sisi tunaoadhimisha Christmas, yaani kuzaliwa kwa Mwokozi, tunatakiwa tuwe watu wa haki. Ewe Mtanzania, wewe ni mdau wa haki. Na baadhi ya raia waishio katika maeneo yanayokabiliana na ukosefu wa usalama nchini Kongo DRC waelezea kuadhimisha sikukuu hiyo katika hali ya wasiwasi, huku wakitaka kuimarishwa kwa amani na usalama. Ingawa matatizo yote haya tunayoyapitia, tuendelee kumtegemea Mungu tu. Yeye ndiye anaweza kumaliza matatizo yote, mabadiliko yaonekane. Kwanza muktasari wa habari za dunia. Mamlaka nchini Marekani zimetangaza kugundulika kwa mamilioni ya nyaraka zaidi zinazohusiana na marehemu Jeffrey Epstein, mtuhumiwa wa unyanyasaji wa kingono kwa watoto, na inatarajia kuzitoa hadharani. Mwendesha mashtaka katika wilaya ya kusini ya New York na FBI wameziwasilisha hati hizo kwenye Wizara ya Sheria kwa ajili ya uhakiki. Wizara hiyo imesema kuwa kutokana na wingi wa nyaraka kutolewa kikamilifu, zoezi hilo linaweza kuchukua wiki kadhaa. Taarifa hii inafuatilia kutolewa kwa maelfu ya nyaraka wiki iliyopita. Maelfu ya waumini wa Kikristo na watalii wamekusanyika mjini Bethlehem kushiriki ibada ya sikukuu ya Christmas katika hekalu alikozaliwa Yesu kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa vita huko Gaza. Sam Batenzi na maelezo. Akirejelea miaka miwili ya giza iliyosababishwa na mzozo unaokabili ukanda wa Gaza, Askofu Mkuu wa Yerusalemu Pierre Baptiste Pizzaballa ametoa wito wa Christmas iliyojaa nuru kabla ya kuongoza ibada ya misa. Kanisa hilo limejengwa juu ya eneo ambalo Biblia inasema Yesu Kristo alizaliwa humo. Sherehe hizo za kumbukizi za kuzaliwa kwa Masihi zinatofautiana kwa kiasi kikubwa na hali ya huzuni na tahadhari iliyotawala katika Christmas za miaka miwili iliyopita. Uchumi wa eneo hilo unategemea kwa kiasi kikubwa utalii wa kidini ambao umeathirika vibaya katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Mlipuko mkubwa umeshuhudiwa katika msikiti uliopo mjini Maiduguri kaskazini mwa Nigeria wakati wa swala ya jioni. Taarifa zinaeleza kuwa waumini wasiopungua 7 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa. Hakuna kundi lililodai kuhusika na shambulio hilo. Msikiti huo upo katika soko lenye shughuli nyingi la Gamboru linalotembelewa sana na wafanyabiashara. Maiduguri imekuwa mwathirika mkubwa na muda mrefu wa matukio ya uasi wa vikundi vya Kiislamu vinavyoongozwa na Boko Haram. Tume ya uchaguzi nchini Honduras imemtangaza rasmi mwanasiasa wa Kiafidhina Nasri Asfura kuwa mshindi wa uchaguzi wa urais siku 24 baada ya kura ya uchaguzi mkuu. Mshindi wa pili Salvador Nasralla amesema hayatambui matokeo hayo, akidai kuwa kulikuwa na udanganyifu katika tume ya uchaguzi. Hii ni BBC. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM radio wa shirika. Nchini Tanzania ni pamoja na Radio Free Africa na Radio 1. Kenya ni Mwanedu FM. Uganda ni Voice of Karamoja. Nchini DRC tusikilize kupitia Radio Muungano Beni na internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia tunayapeperusha moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga. Maelfu ya waumini na watalii wamekusanyika mjini Bethlehem kushiriki ibada ya mkesha wa sikukuu ya Krismasi katika kanisa alikozaliwa Yesu. Ibada hiyo ya kwanza iliashiria kuadhimisha kikamilifu sherehe za Krismasi tangu kuanza kwa vita huko Gaza. Kanisa hilo limejengwa juu ya pango ambalo Biblia inaeleza kuwa ndiko alikozaliwa Yesu Kristo. Huyu hapa ni mwandishi wa BBC Shamai
Khalil ambaye alishuhudia ibada hiyo huko Bethlehemu. Mojawapo ya mambo ya kwanza kabisa anaelezea ni kuvutiwa anapofika katika eneo hilo. Kumekuwa na sauti nyingi sana zikisikika, filimbi na ngoma na uimbaji wa nyimbo za Krismasi na muziki unaopigwa kwa sauti kubwa mara kwa mara, akisema ni hali tofauti ikilinganishwa na miaka miwili iliyopita. Wakati ulimwengu ukiadhimisha hii leo sikukuu ya Krismasi, baadhi ya raia waishio katika maeneo yanayokabiliana na ukosefu wa usalama nchini Kongo wameelezea kuadhimisha sikukuu hiyo katika hali ya wasiwasi, huku wakitaka kuimarishwa kwa amani na usalama nchini humo. Sasa kabla hatujasikia nchini Kongo, sherehe hizi za Christmas zinatofautiana pakubwa na hali ya huzuni na tahadhari iliyotawala katika Christmas zilizopita. Uchumi wa eneo hilo unaotegemea kwa kiasi kikubwa utalii wa kidini umepata pigo kubwa katika kipindi hicho cha miaka miwili. Na Afrika Mashariki nako Wakristo wameungana na wenzao duniani kuadhimisha sikukuu hii, ambapo salamu za Christmas zimetolewa na Rais wa Kenya William Ruto na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Wakati huu kiongozi wa kanisa Katoliki, Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Mhashamu Jude Thaddeus Ruwaichi, wakati wa mahubiri ibada takatifu, amewasisitiza Watanzania kuwa wadau wa amani, akisema kwamba pasipo kuwa na haki hakuna amani. Sisi tunaoadhimisha Christmas, yaani kuzaliwa kwa Mwokozi, tunatakiwa tuwe watu wa haki. Ewe Mtanzania, wewe ni mdau wa haki? Naomba nithubutu kusema kwamba Watanzania wengi hawashabiki haki. Sina ugomvi na mtu yeyote anayepigania amani, lakini nikuambie kwamba kwa hakika huwezi ukawa na amani bila haki. Amani na haki ni vitu viwili vinavyotegemezana. Amani na haki ni zawadi, wasifu unaofungamana na Kristo Mwokozi. Na tukigeukia upande wa DRC ambako kumeshuhudiwa ukosefu wa usalama katika eneo la mashariki, baadhi ya raia katika eneo hilo wameelezea kuadhimisha siku hiyo katika hali ya wasiwasi, wakiomba kuimarishwa kwa amani na usalama. Kutoka Goma, Chube Ngorombi ametutumia taarifa ifuatayo. Licha ya mazingira tatanishi na hatarishi wanayoyapitia raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika kipindi cha wiki moja kabla ya maadhimisho hayo ya Christmas, Wakristo walihamasishwa kujiepusha na chuki, ukabila, mauaji na kumtegemea Yesu Kristo anayehitajika kuzaliwa katika mioyo ya wale wanaojiita kuwa Wakristo, pamoja na hao wanaotumainia Mungu Muumba kutawala maishani mwao. Baadhi ya Wakristo wanaoadhimisha hii leo sikukuu hiyo wamejulisha hisia zao. Wale watu ambao wanatesa watu, mimi nataka Mungu azifunue kwao katika Noeli hii, Mungu wabadilishe maisha yao na waingie ndani ya Kristo na Kristo ndani mwao. Ingawa matatizo yote haya tunayoyapitia, tuendelee kumtegemea Mungu tu. Yeye ndiye anaweza kumaliza matatizo yote, mabadiliko yaonekane. Kuna giza kubwa tunalolipitia. Huyu Yesu anayezaliwa tumeitwa kumpokea. Unajiita Mkristo lakini wewe ni wa kutatiza mara tena wengine. Hiyo si mwito ambayo tumewekewa. Viongozi wa makanisa ya Kikristo wamehamasisha wananchi wa Kongo wakisema kwa imani ile na nguvu ile waliopewa na Mungu wao wazidi kumtegemea Emmanuel aliye pamoja nao. Ndemesi Musekwa ni mwanatheolojia kiongozi wa ofisi ya kiongozi mkuu wa makanisa ya Kikristo ECC mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ameeleza kuwa mwaka tulioanza katika hali ya wasiwasi bila kujua ya kama tunaenda wapi, lakini ni ishara kubwa kuona ya kwamba Mungu ametuongoza. Tumefika kwa siku hizi za Christmas, alafu makanisa za Kikristo wanasherekea kuona ya kwamba kumbe Emmanuel alitembea pamoja nao, amewalinda katika shida zote za maisha, amekuwa pamoja na wao na amewapatia uwezo ya kuweza kushinda majaribu na kuyavumilia. Hadi sasa watamaliza mwaka na akipendezwa nao wataanza mwaka mpya wa 2026. Namni raia wa DRC wanavyotamatisha taarifa yake Chube Ngorombi. Tukiendelea kuangazia
sikukuu ya Krismasi, ambako nchini Uganda sikukuu hii ni msimu wa imani, familia kujumuika kupata chakula cha pamoja na vile ndugu, jamaa na marafiki kukutana pamoja kwa furaha. Mwandishi wetu Shwaibe Ibrahim anasimulia namna mambo hufana. Shamra kuelekea siku kuu ya Krismasi nchini Uganda hudhihirika wazi kuanzia mitaa ya miji ikiwemo katika mji mkuu Kampala wenye shughuli nyingi, wakati waumini wa Kikristo na watu mbalimbali wanapojitayarisha kwa ajili ya siku hiyo, baadhi yao wakifanya manunuzi kwa ajili ya siku kuu ya Krismasi. Waumini wa Kikristo nchini Uganda siku yao ya Krismasi huanzia kanisani, akiwemo Were Hope Hana. Naamka asubuhi saa 1, najitayarisha, naenda kanisani, ibada inakuwepo ya masaa 2, narudi nyumbani, sasa najiunga na wenzangu. Nyimbo za Krismasi na muziki wa Injili huchezwa mitaani na pia kwenye baadhi ya redio kote nchini. Kwa miongo kadhaa sasa nchini Uganda, wimbo wa Krismasi aliyoutunga hayati Philip Bongole Lutaya ndio unaoonyesha utambulisho dhahiri shahiri kwamba siku hiyo Uganda, sikukuu ya Krismasi, ni siku ambayo hakuna mtu yeyote anayepaswa kulalia mate. Kama Were Hope Hana, hakuna Krismasi bila kitoweo. Krismasi kwangu nisipokula kuku, hiyo si Krismasi, na pia pilao. Katika sikukuu ya Krismasi, watu nchini Uganda pia hupeana zawadi na kila mmoja hutoa kile anachoweza. Familia hujumuika pamoja na baada ya mlo watu husherehekea kwa njia mbalimbali. Kuanzia kanisani hadi vituo vya mabasi vilivyofurika wasafiri hadi kwa mapishi, sikukuu ya Krismasi kwa waumini wa Kikristo nchini Uganda si tu ukumbusho wa masuala ya kiroho, bali pia ni siku ambayo watu huoneshana furaha pamoja na kujumuika na familia zao. Namna sasa, tukitoka huko Uganda tugeukia nchini Kenya. Baadhi ya familia zenye hali duni kiuchumi zimeeleza matamanio yao ikiwa mazingira yao yangeliwaruhusu kufurahia sikukuu za mwisho wa mwaka na jamii zao. Mwandishi wa BBC Michael Kaloki alitembelea mtaa wa Mabanda Kibera jijini Nairobi na kukutana na Lea, mama watoto 6. Sasa nimefika hapa nyumbani kwa Lea Alfayo hapa mtaa wa Kibera. Kiangalia hapa nyumba imetengenezwa na matope sehemu moja na mawe. Pale kawaida kungekuwa na mlango, naona ni kitambaa imefunika hapa. Hodi. Karibu. Habari? Nzuri. Lea, habari ya leo? Mimi ndio Kaloki. Karibu, chukua kitu ukae, nilikuwa nafua nguo na mtoto. Oh, asante. Karibu. Mtoto wako huyo? Mtoto wangu. Msichana unaitwa nani? Pendo. Pendo ana miaka mingapi? Ako na miaka 3. Aha, okay, sawa basi, asante kwa kiti. Wacha niache basi muendelee kufua nguo. Leo naona sehemu moja hapa ya chumba kuna hizi ngoma. Kuna ngoma hapo. Kwani wewe ucheza ngoma wewe? Ni watoto ndio ucheza ngoma. Mimi ni mama, niko na watoto 6 na plus niko na mjukuu. Watoto wangu ni wasichana 3, kijana 1 na mjukuu. Tunaishi nao kwa nyumba moja. Lea, unafanya kazi gani? Hapo kitambo nilikuwa nafanya kazi ya kufua. Nilikuwa nazunguka naenda Jamhuri ya yani Olympic natafuta kazi ya kufua, lakini Mungu akuja kanisaidia nikafungua biashara yangu ndogo ya kupika chakula. Utakam? Haya, sawa. Mchele ndio inaiva. Deka tu kidogo. Lea, huyo ni mteja? Huyo ni mteja wa chakula, amekuja hata kuitisha chakula saizi. Na biashara yako inaendeleaje Lea? Biashara yangu saa zingine tunapata, saa zingine tunakosa. Tunang'ang'ana tu. Unauza, unakosa kuuza. Siku tu inakuwa mbaya. Kama wakati wa Christmas huwezi kuwa hata na furaha na watoto juu huna pesa kuwapatia Christmas. Saa zingine hata una chakula kupika. Tujui tutaanzia wapi. Maisha imekuwa ngumu, hata hii nyumba yangu ya matope sasa imebomoka. Juu nimeweka hata mabati inanyesha na uko na watoto. Stock imeisha na hela sina ya kurudisha stock tena ya kununulia watoto chakula ya Christmas. Ningekuwa na uwezo wakati wa hii Christmas, ningepeleka watoto wangu out. Niwapeleka Taurupa kwa Jibambe, tuende kwa Bounce Castle wacheze tu wafurahie hii Christmas, lakini sina uwezo wowote.
Na michuano ya kombe la mataifa Afrika AFCON kwa siku ya leo kutakuwa na mapumziko kupisha sikukuu ya Krismasi inayosherekewa kote duniani. Mwandishi wa BBC Omari Mkambara yuko nchini Morocco, anatujuza matokeo ya mechi za jana na ratiba inasema nini wakati wa sikukuu. Michezo ambayo ilipigwa usiku wa jana au jana kwa ujumla, Burkina Faso wao waliweza kupata ushindi wa goli 2-1 dhidi ya timu ya taifa ya Guinea. Mbweha wa Jangwa Algeria wakawafunga timu nyingine kutoka ukanda wa kwetu wa Sekafa, kwa maana timu ya Sudani, ambako Sudani walilala kwa goli hizo 3-0 dhidi ya Algeria. Lakini Ivory Coast pia nao walichomoza na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Mozambiki, na usiku kabisa Kameruni waliweza kushinda kwa goli 1-0 dhidi timu ya taifa ya Gabon, na hivyo hiyo ndio michezo ya jana. Lakini leo ni sikukuu ya Christmas kama ambavyo tunafahamu. Leo ni siku ya mapumziko na michuano ya AFCON itakuwa inaendelea siku ya Alhamisi. Mvuto wa mashindano ukoje mpaka sasa, Omari? Kiukweli Martha, kuna mvuto mkubwa sana. Ukitembea katika maeneo mengi, ukipita kwenye viwanja, kuna hamasa kubwa sana ya michuano hii, lakini haswa uwanjani mashabiki wamekuwa wakihudhuria kwa wingi na kandanda imekuwa ikichezwa. Kiukweli kuna mvuto na hamasa kubwa sana wa michuano hii ya AFCON hapa Morocco. Kwa ujumla ni timu gani ambazo zinaonekana kuwa tishio sana katika mechi za kwanza? Mpaka sasa wenyeji Morocco wameonekana kuwa tishio, lakini Simba wa milima ya Teranga Senegal wanaonekana tishio. Mechi ya jana usiku ya Kameruni imetuonyesha Kameruni pia nao ni hatari. Halikadhalika Algeria bado wanaonekana ni hatari. Magwiji kama Nigeria na Tunisia, hizi ni baadhi ya timu ambazo zinapewa nafasi kubwa ya kuweza kufanya vizuri katika michuano hii ya AFCON ambayo inaendelea hapa Morocco. Ni saa 12:16 Afrika Mashariki, saa 11:16 Afrika ya Kati. Unaendelea kutegea sikio makala maalum ya Krismasi kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Martha Saranga. Sasa ulimwengu unapoungana kuadhimisha sikukuu ya Krismasi, kuna watu wengi ambao hawako pamoja na familia zao. Kuna wale ambao wako kazini kama vile maafisa usalama, madaktari, wauguzi na hata sisi hapa waandishi wa habari. Lakini pia kuna wale wanaoishi nje ya nchi, wa Kenya, wa Tanzania na Waafrika wengine wengi wanaoishi ughaibuni. Na kwao msimu huu wa Krismasi ni wakati wa majonzi, wakikumbuka wapendwa wao walioacha nyumbani. Sisi hapa tunawakumbuka. Hebu tusikie baadhi yao. Hamjambo huko. Kwa majina mimi naitwa Rozodidi. Mimi ni mkaji wa Belgiji. Lakini mimi nimezaliwa wapi? Mombasa. Kongoya pale kwa Karama, msikiti mkubwa. Kwa hivyo katika hii harakati ya shamra za Krismasi nilikuwa nataka kutuma salamu kwa familia yangu ile ambayo iko Kenya, na kwanza pia majirani wangu wa Kongoya sijawasahau. Kwanza nilikuwa nataka kumwisha Merry Christmas na Happy New Year mamangu Evelyn Odidi na bradangu Patrick Odidi. Mungu awajalie, Mungu apatie heri, Mungu apatie na afya mpaka ile siku tutakuja kuonana. Na majirani wangu wa Kongoya boys to men, sherekeni Christmas njema na familia yenu na msisahau tuko pamoja. Hata kama mimi niko mbali, lakini nyote mko hapa kwa moyo wangu. Mungu awajalie, Mungu apatie afya, Mungu awezeshe mvuke mwaka salama, mushereke salama. Ni hayo tu mpaka ile siku tutakuja kuonana. Frulikes da, bye bye, da, frulikes da. Hamjambo, kwa jina ni Terry Nzau, niko hapa kwenye jimbo la Pennsylvania, Amerika. Nyumbani Kenya natokea kwenye jimbo la Machakos, ukipenda masaa kuu. Na wakati kama huu ambao kuna baridi sana, ni wakati wa snow, baridi nyingi sana. Na huu ndio wakati ya kwamba unaanza kusema, miss pale nyumbani maanake hakuna baridi. Lakini yote nataka kusema kwamba nimekuja hapa ni wa wish Merry Christmas and a Happy New Year. Ninawakosa sana pale nyumbani na kuna mambo mengi ambayo na miss kutoka nyumbani, vitu kama chapati hivi, mapojopojo hivi nyingi sana, lakini yote nasema Happy Merry Christmas and a Happy New Year. Unajua kwamba kuna makundi kadhaa ya Wakristo wasioadhimisha Krismasi. Ndio, ni mashahidi wa Yehova na pia Waadventista wa Sabato ni miongoni mwa jamii kubwa ya Wakristo wasiosherehekea Krismasi. Lakini swali ni, kwa nini Wakristo hawa hawasherehekei sikukuu hii kubwa ya Kikristo duniani? Skola Kisanga huyu hapa anakueleza kwa kina. Krismasi ni sikukuu inayosherekewa na Wakristo wengi duniani. Wanaamini kwamba ni siku ambayo Yesu alizaliwa kuja ulimwenguni ili kuwaokoa kutokana na dhambi. Tarehe 25 Desemba inakubaliwa na idadi kubwa ya waumini wa Kikristo duniani kote kama sikukuu ya Krismasi. Lakini hata hivyo, baadhi ya Wakristo hubisha kwamba Biblia ama kitabu kitakatifu cha Kikristo hakisemi kwamba Yesu alizaliwa Desemba 25. Miongoni mwa makanisa hayo ya Kikristo kuna lile la kule nchini Sri Lanka, The Central Church. Hawakubali kwamba Yesu Kristo alizaliwa Desemba. Kanisa hilo linaamini kwamba Yesu alizaliwa kati ya mwezi Aprili
na Agosti, na ni vigumu wao kukubali Yesu alizaliwa Desemba. Dhehebu lingine maarufu ambalo halisherekei Krismasi ni Waadventist wa Sabato, ambao wao wafuasi wake huabudu siku ya Jumamosi, siku ya Sabato ya Kiyahudi. Waadventist wa Sabato hawatambui kabisa Desemba 25 kama siku rasmi ya kusherekea kuzaliwa kwa Yesu. Kwao ni siku ya kawaida tu kama siku nyingine. Pia kuna mashahidi wa Yehova, ama kwa kimombo Jehovah's Witness. Hawa ni mojawapo ya kundi kubwa la Wakristo ambao hawasherekei kabisa Christmas. Sasa hapo zamani mashahidi wa Yehova walikuwa wanasherekea Christmas, lakini maoni yao kuhusu sikukuu hii yalibadilika mwaka 1928 baada ya utafiti wao kutoka kwa maandiko yakathibitisha kwamba Yesu hakuzaliwa Desemba 25. Kwa hiyo waliacha kusherekea Christmas walipogundua inatokana na sherehe ya kipagani na Biblia haijasema lolote kuhusu kusherekea kuzaliwa kwa Yesu au hata kutaja tarehe aliyozaliwa. Hata hivyo, mashahidi wa Yehova hawazuii watu wengine kuheshimu siku hiyo. Sasa, iwe wewe unasherekea Christmas au la, leo ni siku kubwa sana kwa mamilioni ya waumini wa Kikristo kote duniani. Na kutoka kwangu mimi Skola Kisanga, natuma salamu kwa majirani zangu na ndugu zangu kule Mbokom, Njebawia na Itaramionyi mnu ifyole amkira. Merry Christmas na heri ya mwaka mpya wewe wa baraka na fanaka tele. Na asante sana Skola Kisanga. Na tunasonga mbele ni kwamba leo Disemba 25 ulimwengu umeungana kusherehekea sikukuu hii ya Krismasi kuadhimisha kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Lakini je, unajua kwamba kuna baadhi ya watu watasherehekea Krismasi mwezi Januari mwakani? Huyu hapa Mariam Mujahid na maelezo zaidi. Krismasi ni leo Disemba 25. Lakini kwa baadhi ya Wakristo, Krismasi itakuja baada ya kama wiki mbili hivi. Wakristo wa dhehebu la Orthodox husherehekea Krismasi Januari 7 badala ya Disemba 25 kama ilivyozoeleka na wengi. Unaweza kuita hii yao Krismasi ya Orthodox. Ni sikukuu inayopewa heshima kubwa kwa baadhi ya mataifa hasa ya magharibi. Wakristo wa dhehebu la Orthodox hufuata kalenda tofauti na kalenda Gregorian ambayo kawaida hutumika katika nchi za magharibi. Lakini kwa nini wa Orthodoksi wanasherehekea Krismasi tarehe 7 Januari? Julius Caesar alianzisha kalenda hii tunatumia leo katika mwaka wa 46 BC, yaani baada ya Yesu Kristo kuja duniani, na alihesabu usiku kulingana na ushauri wa mwanaastronomia wa Misri Sosigen ambaye alikuwa amehesabu miezi ya mwaka. Lakini vipimo vyake havikuwa sahihi kwa takriban dakika 11 hivi, na kwa karne nyingi tarehe za sikukuu za Kikristo zilikuwa zinabadilika sana na ikawa hoja ya mjadala. Sasa ili kurekebisha hili, kalenda ya Gregorian ilianzishwa na Papa Gregory mwaka 1582, na hii ndiyo ambayo mataifa ya magharibi na maeneo mengi duniani bado yanatumia leo. Hispania, Ureno, Ufaransa, Poland, Italia na Luxembourg yalikuwa mataifa ya mwanzo kuipitisha, lakini mataifa mengine kadhaa duniani yalikuwa na ugumu kuikubali kalenda hiyo, na pia wamekuwa gumu kuikubali Disemba 25 kama siku ya kusherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Sasa swali ni je, ni nchi gani zinazosherehekea Krismasi Januari 7? Urusi na Ukraine ni mojawapo ya mataifa ambayo leo hayana mbwembwe nyingi za Krismasi. Wanasubiri Januari tarehe 7. Hata mwaka huu Januari 7 walisitisha vita kwa siku moja washerehekee, kisha milio risasi ikaanza tena kurindima hewani. Mataifa mengine yanayosherehekea Krismasi mwezi Januari ni pamoja na Bulgaria, Belarus, Georgia, Israel, Kazakhstan, Macedonia, Moldova, Serbia na Montenegro. Na huku kwetu Afrika, Ethiopia, Eritrea na hata Misri watakuwa na shamra zao za Krismasi mwezi ujao tarehe 7. Lakini hapa kwetu Kenya, Tanzania na Uganda, twende tukale sikukuu. Krismasi njema. Na sasa awali nimezungumza na Padri Joseph Herman Luela kutoka Jimbo Katoliki Sumbawanga ambaye yuko masomoni nchini Italia. Nimetaka kufahamu siku hii na maana gani kwake na namna anavyoiadhimisha. Ni ishara ya upendo wa Mungu kwa wanadamu, amani, matumaini na wokovu na unyenyekevu. Mungu aliyejifanya mtu katika kumkomboa huyu mwanadamu katika rindi la dhambi. Kumbe Mungu anakuja kuzaliwa kwetu. Kumbe kwangu Krismasi ni upendo wa Mungu kwa wanadamu, na analeta amani
matumaini na wokovu. Uko hapo Vatican. Je, Vatican ina utamaduni gani kusherehekea siku hii kubwa duniani? Vatikani pamoja na nchi ya Roma, lakini Vatikani kama makao makuu ya kanisa Katoliki duniani inaadhimishwa sherehe ya Noeli ya kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo kwa uzito wa kiroho zaidi kuliko sherehe na shamra nyingine. Uzito wa kiroho uadhimishwa usiku saa 6 usiku na naongozwa na Baba Mtakatifu ambaye ndio arifa wa Mtume Petro. Hivyo ni sherehe ambayo inachukuliwa uzito, kumbe kuna mambo mengi, kwa sababu ndiyo Mungu anapofanya umwilisho. Kwa hiyo sasa hapo watu wote tunaona ule upendo wa Mungu na ushuka kwa wanadamu. Hali huwa vipi kwenye basilika wakati mahujaji wa matumaini wanaposubiri ujumbe wa Papa Leo? Baba Mtakatifu kawaida hutoa ujumbe kwa ajili ya siku ya Noeli. Hivyo sasa watu wengi katika basilika huwa na utulivu, heshima, maombi, na mahujaji kutoka nchi mbalimbali, sehemu mbalimbali huja kwa wingi na huwa wengi. Hivyo usikiliza ujumbe wa Papa ambao huitwa kwa Kilatini Urbi et Orbi. Urbi et Orbi maana yake amani ya dunia kwa watu wote. Kwanza baraka kwa watu waliopo Roma na baraka kwa ulimwengu mzima. Bila shaka sherehe si sherehe sipokuwa mambo kama vyakula, mavazi mapya. Vyakula gani maarufu zaidi ukilinganisha na huku nyumbani Afrika Mashariki? Mambo kama pilau, kuku, chipsi, soda na vinginevyo, namna ambavyo sikukuu sherekewa ni tofauti kidogo. Kwa huko kwetu kila jamii inakuwa na utamaduni wake, vyakula, mavazi na kadhalika. Lakini katika upande wa vyakula katika jamii ya Waitaliano ni tofauti kidogo na huko kwetu. Vyakula ambavyo vinatumika mara nyingi ni samaki, mkate, pasta, keki maarufu inaitwa panettone, ambayo hiyo keki huwa ikitolewa, familia nyingi zinatoa na zinanunua, kwamba hiyo keki huwa inaweza kaliwa, ni ishara ya upendo. Tunajua keki ni chakula ambacho kina utamu, kina sukari, kumbe kinapendwa na watu wengi, kwamba ile fahari ya watu wote washiriki upendo wa Mungu, ni ishara ya upendo. Kumbe hata mavazi, watu vaa mavazi ya kuonyesha ni sikukuu ya kuzaliwa Mwokozi, wanavaa mavazi meupe wakionyesha kwamba usafi, uhai, matumaini na mwanga. Wewe binafsi unaposherehekea sikukuu hii ya Krismasi, una ujumbe gani ambao unaweza kuutuma nyumbani Afrika Mashariki? Ningeweza kusema hivi: Kristo anakuja kutuletea amani, anakuja kutuletea haki, ukweli, kutuangazia. Yapo mambo mengi ambayo yanadunisha au yanadhofisha utu wa mwanadamu. Kumbe kila mtu anapaswa kuheshimiwa, kuthaminiwa, na kila mtu ni wa thamani sana katika ulimwengu. Asante sana msikilizaji kwa kutegea sikio matangazo ya Amka na BBC maalum leo sikukuu ya Krismasi, nasi tunaendelea kukutiririshia taarifa katika tovuti yetu BBC Swahili. Iko hii hapa: 5 wafariki helikopta ikianguka mlima Kilimanjaro. Tembelea uweze kujisomea mwenyewe kwa kina. Na kwa niaba ya mwenzangu Sam Batenzi, mimi ni Martha Saranga na kutakia asubuhi njema.